90% ya mitazamo ya watu kuhusu maisha yako haina maana kabisa. Kama umewahi kujikuta ukihofia watu wanavyokuchukulia, unahisi kama kila hatua yako inatazamwa na kuhukumiwa, unapata msukumo wa kufanya jambo kuwafurahisha watu hata kama halikufurahishi wewe mwenyewe. Wakati mwingine unajikuta unaingia hata kwenye madeni ukihofia kwamba watakuona huna hela au haujali. Unajikuta una mzigo wa mawazo kuwafurahisha watu wengine. Basi leo kwenye video hii tutaangalia nguzo 5 za kutuwezesha ili kuondoa mzigo huu wa mawazo kwa kutumia nguvu ya neno la Mungu. Fuatana nami mpaka mwisho. Utajua jinsi Yesu alivyokabiliana na mitazamo ya watu juu yake. Jina langu ni Daudi na channel hii ni mahali pa kutambua kusudi lako kupitia neno la Mungu. Kwa hiyo kama ungependa kusupport lengo hilo, basi subscribe. Nguzo ya kwanza, tambua thamani yako kwa Mungu. Biblia inasema kwenye Zaburi 139 mstari wa 14, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa njia ya ajabu na ya kutisha. Mungu hakumuumba mtu kawaida. Alikuumba wewe ukiwa na hali ya upekee. Maoni ya watu hayawezi kupima uzito wa thamani yako. Kuishi maisha ya mzigo wa kuwapendeza watu ni kuharibu thamani Mungu aliyoiweka ndani yako. Tukiishi kwa kutambua thamani yetu kwa Mungu, basi mitazamo ya watu itakuwa ni kama kelele za chura ambazo haziwezi kumzuia tembo kunywa maji. Yaani wanavyokuona hakutazuia malengo yako wala ndoto zako. Kwenye nguzo ya 5 tutaona jinsi unavyoweza kulinda moyo wako na misukumo inayotokana na mitazamo ya watu. Nguzo ya 2, acha kujilinganisha. Kujilinganisha ni mtego. Wagalatia mlango wa 6 mstari wa 4 inasema, kila mtu na apime kazi yake mwenyewe. Badala ya kutazama safari ya wengine, jifunze kuthamini hatua zako mwenyewe. Wewe ni wewe na wao ni wao, na Mungu ana wakati kwa kila mmoja wetu. Leo ni mimi, kesho ni wewe. Kwa sasa nadhani watu wote tunajua kwamba maisha yanayoonyeshwa na watu kwenye kurasa zao katika mitandao ya kijamii sio ya kila siku, ni ya nyakati zilizo bora zaidi. Basi nyakati za wengine zilizo bora zaidi zisituumize kichwa kutaka kuwafikia au kufanana nao au kujiona tuko nyuma kwamba eti tumechelewa. Hapana, wakati na bahati humpata kila mtu, sawasawa na Mhubiri mlango wa 9 mstari wa 11. Unakuta mtu uliyesoma naye amepost, amesimama mbele ya gari kali na ameandika asante Mungu, na wewe unaanza kujiuliza, hivi mimi nimefeli wapi? Mbona wenzangu maisha yanawaendea vizuri? Kumbe mwenzako ameandika asante Mungu kwa kuwa mwenye gari kaniruhusu kupiga picha mbele ya gari lake. Nguzo ya 3, tengeneza mahusiano sahihi. Urafiki mbaya ni sumu kwa moyo. Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 33 inatufundisha kuwa mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Tafuta watu wanaokutazama kwa jicho la neema na sio la hukumu. Kuna watu hata ufanye jitihada kiasi gani, bado atakuambia hivi, hapo ndo umefikia mwisho. Watu ambao hawatambui chochote unachofanya kuwa ni cha maana. Kuwa nao makini sana watu wa aina hiyo. Unaweza kujikuta unabeba mzigo mkubwa wa kimawazo na kusumbuka ili kuwaridhisha. Hatari iliyoko hapa ni kwamba ukikubaliana na mitazamo yao, hutokaa upige hatua kwenye maisha yako. Jiweke mbali na watu hawa kadiri iwezekanavyo. Nguzo ya 4, mpendeze Mungu kwanza. Wagalatia mlango wa 1 mstari wa 10. Kama ningekuwa bado ninawapendeza wanadamu, basi mimi si mtumishi wa Kristo. Lengo lako halipaswi kuwa kuwafurahisha wote, bali kumpendeza yeye aliyekuumba. Kwenye Luka mlango wa 2 mstari wa 52, Biblia inasema akampendeza Mungu na wanadamu. Unadhani kwa nini ilianza kutaja Mungu kisha wanadamu? Hii ni kanuni ya kuishi. Kuna hadithi ya kale inayomhusu baba na mwanaye. Walikwenda kununua punda kijiji cha 3 kutoka walipokuwa wanaishi. Basi walipofika wakamnunua punda wao, wakaanza safari ya kurudi.
Njiani wakakutana na kundi la watu. Wale watu wakashangaa sana, wakasema, hatujawahi kuona mtu na mwanaye wakiwa wajinga kiasi hiki. Wanatembea kwa miguu na huku punda hajabeba mzigo wowote. Basi yule baba akaona isiwe tabu, kijana kwa kuwa ni mdogo na anachoka, yeye apande punda, baba atatembea kwa miguu. Wakakutana na kikundi cha pili cha watu. Watu hawa wakaanza kumkemea yule kijana. Hivi wewe ni nani aliyekufundisha adabu? Kijana mdogo kiasi hiki, unamwacha baba yako atembee kwa miguu, wewe umestarehe juu ya punda. Si bora wote mngempanda huyo punda, kwa maana punda bado anaonekana na nguvu na afya. Yule baba akasema, sawa, tutapanda wote mwanangu. Ile wanaingia kijijini kwao tu, watu wa kwanza waliowaona wakasikitishwa sana. Unyanyasaji mkubwa kama huu hatujawahi kuuona. Hivi baba na mtoto wanapanda punda mmoja bila huruma safari yote hii? Binadamu amekuwa zaidi ya mnyama sasa. Baba na mwanaye wakabaki wanashangaana tu. Hadithi hii inatufundisha, ukitaka kuwapendeza watu wote utaumia mwenyewe. Lenga kumpendeza Mungu kwanza, kisha wewe mwenyewe, kisha wengine. Ukisubscribe leo utakuwa umempendeza Mungu, kwani hii channel ina lengo moja tu, kuwasaidia watu kulijua neno la Mungu kwa lugha rahisi kwa maisha ya kila siku. Nguzo ya 5, omba amani ya ndani. Wafilipi 4 mstari wa 6 na wa 7 inatufundisha tusijisumbue. Ukiwa na amani ya ndani, hakuna kelele za nje zitakazokutikisa. Muombe Mungu akupe moyo wa uthabiti na utulivu. Napenda mstari wa 7 unaosema, na amani ya Mungu itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo. Kumbe ukiwa na amani ya ndani, hata moyo wako unalindwa na maoni ya watu na mitazamo yao isikusumbue tena. Yesu alipouliza wanafunzi wake kwenye Mathayo mlango wa 16 mstari wa 13 mpaka wa 20 kuwa watu wanamsema yeye kuwa ni nani, alisikiliza maoni ya watu kuhusu yeye na baadaye akawauliza wanafunzi wake ambao walikuwa karibu naye akawasikiliza. Tunajifunza nini hapa? Kumbe sio vibaya kujua maoni ya watu juu yetu, lakini tunaona Yesu hakuathiriwa na mitazamo ya watu juu yake. Kwa hiyo kujua au kusikia wanavyokuchukulia sio mbaya. Mbaya ni ile kuathiriwa na mitazamo yao. Maisha yako si ya kupimwa na mitazamo ya watu, bali na Mungu. Subscribe kwa mafundisho zaidi na tuambie kwenye comment ni nguzo ipi kati ya hizi iliyokugusa zaidi. Kujua mambo matatu yatakayokusaidia kumpendeza Mungu, angalia video yangu kwenye link hapo chini. Mpaka wakati mwingine, amani iwe nawe.